Kwa majina naitwa Mgeta Musa Nyagabona, ni diwani wa kata ya Ngoma. Katani kwangu kuna changamoto ya mamba na viboko, ambavyo mamba imeshaua wananchi wawili, lakini pia viboko vimekwisha ua pia wananchi wawili. Nimefanya vikao vya hadhara kwa ajili ya kuwashirikisha wananchi, tukakubaliana kwenye vikao vile kila mwananchi achangie shilingi 1,000 kwa ajili ya kuanza kupambana nao, na tunashukuru matunda yetu yamekuwa ni mazuri. Tumevuna mamba 4, lakini pia tumefanikiwa kuvuna na viboko 5. Lakini bado nimekwisha toa taarifa kwenye halmashauri yetu ya wilaya, wakijipanga na wakitoa ushirikiano. Tunasubiri fungu kama litatengwa na halmashauri kwa ajili ya kuendelea kupambana nao. Lakini pia ninapata ushirikiano mzuri tu kutoka kwenye halmashauri. Tunapowanasa wale mamba tunawanasa kwa ndoano. Kwa hiyo mtu wa idara anakuja na silaha kwa ajili ya kuja kushuti. Anashuti alafu zeni tunamuondoa kumleta nchi kavu. Wale watu wanaowatega kwa ndoano tunawalipa kwa kila mamba 250 ambayo inatokana na michango ya wananchi. Kwa hiyo ndio changamoto ambazo zipo, lakini tumeendelea kufanya vikao kuhamasisha wananchi ili wachukue tahadhari wakati wa kuchota maji, lakini wakati wa kwenda kuvua. Kuna baadhi ya mitumbwi ambayo tumeiona ni midogo, tumewazuia, tunawashauri watumie mitumbwi mikubwa. Lakini pia kuna mitumbwi ya asili maarufu kama marina. Hiyo tumeipiga marufuku kwa sababu ilikuwa ni hatarishi. Kuna mwananchi mmoja alitolewa kwenye marina hiyo na akaliwa pia na mamba. Jitihada za uhakika tunazotamani zichukuliwe ni baada ya majibu ya watu wa idara kusema kwamba kuna andiko wameandika kwa maana ya wizarani kwamba tupate special watu kwa ajili ya kuwinda, ambao watu hao wanasema ni wakanda. Sasa tumeahidiwa kwamba ifikapo mwezi wa 4 watakuwa wamekuja kwetu kwa ajili ya kuwinda, lakini hatuwezi kukaa kimya kuwasubiri kwa sababu changamoto ni kubwa na mamba bado wapo. Kwa hiyo tunaendelea kupambana kama tulivyokubaliana na wananchi, na wananchi wanajitolea kwa sababu ni jambo ambalo limewagusa moja kwa moja. Matokeo yameleta hofu sana kwa sababu mtu anaposhuhudia mwenzake wakiwa naye kwenye chombo kimoja anachukuliwa na mamba, lazima anapata uoga. Lakini pia mwingine amekamatwa akioga na wenzake pia walikuwepo ambao walileta ushuhuda. Kwa hiyo kila mwananchi amekuwa na uoga kwenda kuoga, kuchota maji, lakini hata kuvua. Naitwa Mwalimu Joshua Bituro Manumbu, ni diwani wa kata ya Igala na ni mwenyekiti wa halmashauri mstaafu 2025. Swala la mamba kwa Ukerewe imekuwa ni kero kubwa kwa vipindi kaza wa kaza, hata kipindi bado niko mwenyekiti wa halmashauri, lakini na limeleta hasara kwa wananchi wetu. Kwanza limesababisha mauaji maeneo mbalimbali ya Ngoma, ukienda maeneo ya Bukindo huko. Kwa hiyo kwenye mazingira hayo ni kama tunapoteza nguvu kazi ya wananchi wetu. Lakini kwa sisi kama halmashauri, na tushukuru pia Wizara ya Maliasili, tuliweza kuomba kwa jiografia yetu ya Ukerewe tukapewa ruhusa ya kumiliki bunduki upande wa maliasili iliyoko hapa. Lakini pia tunapohitaji kufanya uvunaji tunawashirikisha TANAPA kutoka maliasili Mwanza. Kwa hiyo utaona kama sheria zilivyo za uhifadhi wa maliasili, upaswi kuwavuna ovyo ovyo, zipo haki zao pia wanyama. Lakini kama wanazidi wanavunwa kwa utaratibu, na tumekuwa na zoezi endelevu la kwa wanavuna kwa season kutokana na matukio na wanyama wanavyojitokeza hawa mamba kwa kila wakati. Kwa sababu eneo hili wameshazaliana kwa wingi, tulitamani sana serikali ikaweza kuchukua hatua kubwa ya kuwavuna, wengine kuwapunguza, kuwahamishia maeneo ambayo hayana madhara makubwa. Mfano ukipeleka Serengeti kule kwenye madimbwi, kule hakuna madhara makubwa kwa sababu kule watu wanaenda utalii na watakuwa wamehifadhiwa na usalama upo kwa ajili ya watu waliosomea taaluma hiyo kuwalinda. Kwa majina anaitwa Pasco Boniface Rudomia, diwani wa kata ya Kagunguli. Kwenye kata yangu limetokea tukio jana tarehe 2 mwezi wa 3 la mwanafunzi mmoja wa shule ya sekondari Colonel Magembe kuweza kukamatwa na mamba katika kijiji cha Buzegwe, kitongoji cha Irondo Magharibi.
Mwanafunzi huyu kwa maelezo ya wazazi ni kwamba aliamka alfajiri ya saa 11 kwa ajili ya kwenda kujiandaa ili aweze kwenda shuleni. Sasa alipoenda Mwaloni, yule mwanafunzi makazi yao yako jirani na Mwalo. Kwa hiyo huwa wanafanya shughuli nyingi za kuoga na nyingine pale katika eneo la Mwalo. Sasa baada ya kuwa ameenda kuoga akiwa na mdogo wake, wakati anamalizia kuoga ili avae aondoke kwenda nyumbani, basi yule mamba aliweza kuibuka na kumnasa mguu wake na mdogo wake akakimbia kwenda kutoa taarifa nyumbani, lakini wazazi walipofika kwenye eneo la tukio wakakuta tayari mamba ameshatokomea na yule mtoto pamoja na hapakuwepo na kitu kingine chochote zaidi ya kuanza kufanya jitihada sasa za kutoa taarifa kwenye uongozi wa serikali ya kijiji, na hatimaye sasa juhudi za wananchi zikaanza kufanyika kwa ajili ya kumsaka mamba, lakini pia kusaka mwili wa marehemu ambaye ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Colonel Magembe katika kidato cha 3. Hatua za kutafuta mwili wa mwanafunzi wetu zinaendelea, na jana jitihada zilifanyika kwa ushirikiano wa halmashauri yetu. Mpaka kufikia jioni hatukuweza kufanikiwa, lakini leo pia asubuhi tumeamkia katika eneo la tukio na kuanza kuweka mikakati kwa kushirikiana na serikali pamoja na wananchi. Tumeweza kugawanyika katika maeneo mbalimbali yanayozunguka eneo la tukio kuweza kuhakikisha kwamba tunaendelea kutafuta mwili wa marehemu, lakini pia na kuweza kumsaka huyo mamba ambaye aliweza kusababisha hiyo hatari. Ni kwamba sisi tunaiomba serikali iweze kuimarisha doria ya kuweza kuwasaka wale wanyama hususan mamba na viboko ambao kwa ujumla wamekuwa wakihatarisha maisha ya wananchi wanaozunguka maeneo ya Myalo. Ukizingatia kata yangu ni kata ambayo kijiografia inazungukwa na eneo kubwa la Myalo, lakini pia wananchi wangu wengi wanategemea shughuli zao za kiuchumi katika mazingira ya Myalo. Sasa uwepo wa mamba na viboko umepelekea hofu kubwa kwa wananchi, kwanza kuweza kufanya shughuli zao za kiuzalishaji, lakini pia hata kupata mahitaji yao, kwa sababu maji wanategemea kupata katika Myalo ile. Sasa serikali tunaiomba iweze kushirikiana na wananchi kuhakikisha kwamba wanafanya doria ya kutosha, lakini na kuimarisha ulinzi kuhakikisha kwamba wananchi hawawezi kuhudhurika mara kwa mara na hawa wanyama wakali ikiwemo mamba pamoja na viboko. Niungane na Mheshimiwa Diwani kutoa pole kwa hilo lilotokea, lakini pia ofisi ya mkurugenzi mtendaji imechukua hatua ya kufanya uwindaji wa wale mamba. Ndani ya kipindi taji alichozungumza Mheshimiwa Diwani, mamba 4 wameuawa. Lakini katika hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefanya kikao cha pamoja na serikali ya kijiji cha Muruseni na tumetengeza kamati ya pamoja ya kushirikiana kuadhibu wale wanyama, na kazi inafanyika vizuri. Tumefanya vikao katika kijiji cha Muruseni pamoja na kijiji cha Nantale. Lakini pamoja na juhudi hizo pia tumeanzisha ujenzi wa keji. Zile keji kwa maana ya kuhudumia watumiaji wa maji. Mfano wa keji hiyo katika eneo la Namagubo. Keji ile inafanya kazi kwa maana ya kuhudumia watumiaji wa maji wa ziwa. Kwa mwananchi atafika pale atachukua maji na atakuwa salama. Katika mpango unaoendelea wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ambayo imeonekana kwamba kuna ongezeko kubwa sana la mamba wanaotoka katika kodo la Serengeti kuingia ziwa Victoria, na athari hiyo imetokea pia hapa kwetu ambapo tulikuwa na mamba wengi. Sasa tunategemea kupata fedha kupitia mradi wa scale, ambapo katika mradi huo pia tutaendelea kujenga vizimba vile kwa maana ya kudhibiti watumiaji wa maji katika maeneo mengine.